Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Nge. Unachokiota kinakuja na udhihirisho wake. Leo ni siku ya bahati kwako. Utajua muda bila ya kuangalia saa. Unajihisi kupona moyoni mwako. Kuyaacha majukumu ya mtu aweze kutekeleza. Kuuhisi ujio wa mtu au uwepo wake. Kuheshimika na watu. Utafikia hatua ya kutosemeshana na mtu fulani. Utajua kumdhibiti mtu mwenye hila. Mambo ya mtu kufichuka. Kumfikiria mtu kwa mazuri. Hutotaka kumwazia mtu kupita kiasi. Utakubaliana na hali fulani iliyopo. Utaukumbuka uwepo wa mtu. Utajifariji. Kuonesha nia yako kwa kufanya kitu kwa vitendo. Kusubiri kitu muhimu sana kikufikie. Kuwazia mambo mazuri. Kufanyiwa hila na mtu ambaye hukumtarajia. Utamfanyia mtu jambo zuri. Nyota ya Kaa. Kupata au kupatiwa kazi nyingine na mtu. Hii ni baada ya kumaliza kazi. Kurudisha upendo kwa mtu. Yaani kumpenda tena. Utapokea taarifa itakayokupa amani. Hutojutia kuwa mbali na mtu fulani. Mtu anaukumbuka wema wako uliomfanyia. Mtu kukufanyia kiburi ila utampuuza. Jiandae kutafutwa na mtu katika namna nzuri. Kupendezwa na uwepo wa mtu sehemu. Kuhusiwa jambo. Kuna jambo litakalo kuumiza kila linapoingia kwenye fikra zako. Kuwaona wanyama watakao kuvutia. Kama farasi, ngamia na wenginewe. Hiyo ni ishara ya mabadiliko na ukuaji mzuri katika mipango yako. Ikiwa utamuona sungura mweupe, tarajia kupata heri au kipato. Nyota ya Samaki. Utajutia kumwambia mtu kitu. Kughafilika kwa kitu. Kuongea na mtu kwa sauti ya juu. Kuiepuka lawama kubwa ambayo imesababishwa na watu wako wa karibu. Utabadilisha maamuzi. Mtu kuwa na ugumu wa kukujibu kitu. Kulalamika kupoteza kiasi cha pesa kwa jambo fulani. Kuona mbali kwa utakachokisema kwa mtu. Utajifaharisha kwa unachokimiliki. Kuona si sahihi mtu kuwa pamoja na wewe. Utajua kuwa unazungumziwa vibaya na watu unaowafahamu. Ila utawapuuza. Kuhisi sehemu ya mwili wako kutikisika. Kama kwenye kidole na sehemu nyinginezo. Unajulishwa jambo muhimu litakufikia. Kustahamili kwa jambo. Utamkosoa mtu au kukosoa kitu. Mtu kukuambia kama yuwakupenda. Uwazi wa mambo kukufikia. Kulifikiria deni unalodaiwa. Kuogofya aibu au fedheha. Kuheshimu na kuthamini cha mtu. Mabadiliko ya mtu yatakupa umakini zaidi. Kuishi kwa tahadhari. Nyota ya Punda. Utakuwa katika makosano na mtu. Utafanya kitu kwa kiburi. Mtu atakushangaza kwa jambo. Mtu anataka kujilinganisha na wewe. Mtu anashtushwa na mabadiliko yako. Utamkanya au kumwonya mtu kwa tabia fulani. Kukifanyia kazi ulichokiwaza au kukiota. Utafanya uboreshaji wa jambo linalokuingizia kipato. Iwe katika sanaa au vinginevyo. Kufikia makubaliano na mtu. Utakumbushwa jambo. Punda. Jitahadharishe na watu wanafiki. Yaani watu unaowajua kuwa wanahila kwako. Ni chanzo kikubwa cha anguko lako. Usipuuze hilo. Nyota ya Mshale. Kumpenda mtu kwa sababu ya kitu au namna fulani. Kuhisi kusisimka au baridi mwilini. Utakuwa mwenye mawazo ya kitu kinachojirudia. Kusamehe. Kuthamini na kutathmini heshima ya mtu. Mshale. Chenye heri kinaendea kutimia kwako. Mtu anasubiri kuona uaminifu wako kwake. Ni nini chenye utafanya? Maarifa yako yatafanya ufanye kitu cha muhimu sana na bora. Kuonesha umoja wako na mtu mnavyokubaliana. Kufutwa chozi au majonzi uliyokuwa nayo. Wengi wenu kwenye mahusiano kudumu kunakuwa na mtihani. Utahuzunika kwa hilo. Ikiwa unajitoa sana kwa wema au mazuri kwa umpendaye.
Mtu uliyetofautiana naye atajitahidi kujirudi kwako. Kuhisi maumivu kwenye uti wa mgongo au tumbo. Mtu atakuelezea changamoto alizozipitia alipokuwa mbali na wewe. Kujiweka mbali na mtu kutakuwa ni namna nzuri ya kuepukana na jambo. Nyota ya Simba. Kitu unachokihangaikia kinaendelea kutimia. Kuhofia kuwa mbali na mtu fulani. Kuupokea mwelekeo au mwongozo mzuri kutoka kwa mtu. Kushawishika kwa jambo. Kujilazimisha kuongea na mtu. Maelewano yako na mtu kuwa sawa na kubadilika. Naliona jibu la ndio huko uendako. Yaani kufaulu au kukubaliwa. Kuhisi ulikosea kuweka saini yako sehemu. Kutafakari kuhusu jambo la ndugu yako. Kupatiwa zawadi ya mapambo ya mwili na mpendwa wako. Uwepo wa mtu utakufurahisha. Baadhi yenu kupitia kipindi cha ugumu wa kipato na maradhi. Kuamsha hisia zako za ndani kwa kujua kitu. Kufundishwa kitu. Mpenzi wako kukuhisi unamsaliti. Utatafuta namna ya kufanya mambo yako yaweze kuwa sawa. Nyota ya Mbuzi. Kupata mshangao baada ya mtu kusema jambo. Utakuwa mwenye makasiriko na mtu. Kucheleweshewa huduma. Baadhi yenu mtahisi kujibiwa maombi au dua zenu kwa jambo kuwa sawa. Mapito ya mtu kukufunza. Kujiwazia katika nafasi nzuri ya kazi. Mtu ataonesha hali ya uaminifu kwako ili usimfikirie vibaya. Utalinganisha hali uliyoipitia na iliyopo kwa sasa. Utayaona mabadiliko ya ukuaji mzuri kwa mtoto au mtu yoyote. Kupatiwa mfugo. Hiyo ni ishara njema kwako. Ikiwa ni ndege ni kuondoshwa na kizuizi kilichopo mbele yako. Ikiwa ni mnyama ni kuimarika kwa ulinzi dhidi ya maadui zako. Utajivunia kwa mtu uliye naye. Hutaonesha hali ya kukata tamaa kwa changamoto unayoipitia. Nyota ya Ng'ombe. Utataka kulinganisha uwezo wa mtu. Taarifa za mgonjwa au msiba zitakufikia. Mtu atajua kama unamzungumzia kwa namna tofauti. Kuacha kazi kwa baadhi yenu. Kujiondosha kwenye uhusiano unaokutesa. Kuziona dharau za wazi kwa mtu. Kujiweka mbali na kitu kinachokumalizia pesa. Kujihisi hauna amani moyoni mwako. Kupata hali ya mshtuko unapohisi jambo. Mtu mwenye asili ya nyota ya moto atakuwa yu upande wako. Ng'ombe, punguza mawazo. Fikiria yanayowezekana kwa sasa. Ila yasiyokuwa na kikomo ungeyaacha kwa sasa. Kuna jambo unatakiwa ulitimize. Jiandae kuupokea ujumbe utakao kuaminisha jambo. Hautakuwa katika hali ya masikilizano na mtu fulani. Mtu atayaridhia madhaifu yako katika hali ya utofauti. Kwa baadhi yenu mtakuwa katika hali ya kukubalika. Kuongea na mtu kuhusu jambo la pesa. Utalihangaikia jambo lenye ugumu. Kujihisi upo peke yako kwa jambo. Nyota ya Mashuke. Kufuatilia kitu ambacho hakina ukweli, lakini unaendelea kuamini bila uthibitisho wa wazi. Kutoa onyo kwa mtu. Utahisi uzito kumwelezea mtu jambo lako. Mtu atahisi umemkatalia kitu, ikiwa kweli hauna. Mtu atakuongelea kwa namna ya wivu. Kuona jongoo mara kwa mara. Inaashiria kupata maradhi au homa, au kumhangaikia mtu mwenye kuumwa. Mashuke. Upo na nguvu kubwa ya ulinzi, na ndiyo maana mabaraa hayakukuti kama ulivyodhamiriwa. Japokuwa unapitia hasa ugumu usiokwisha kwa haraka. Mtu anakuangalia kwa mshangao. Utakuwa mwenye shaka na mtu. Mashuke. Unakuwaga makini sana unapozungumza na mtu fulani. Kuna elimu inahitajika kukufikia. Utawakumbusha watu kitu. Utalichambua au kuling'amua neno. Utaikumbuka hazina uliyopatiwa. Utashangazwa na aina ya maisha unayoishi. Yaani maisha yako wewe mwenyewe yatakushangaza kwa namna fulani. Kutuliwa na kipepeo kwenye bega au popote, au kunyewa na ndege. Inaashiria utabiri wa heri utakufikia. Kufanya jambo zuri sana au maamuzi yaliyokuwa yanahitajika. Nyota ya Mizani. Utajihisi huru unapokuwa na mtu fulani.
Utafanya mazungumzo yatakayokupa njia ya utatuzi wa jambo. Utapendezwa na aina fulani ya mavazi. Kuhisi hali ya minong'ono ya jambo na utapuuza. Hutohitaji kumwoneshea mtu hali ya unyonge. Kwa baadhi yenu mtapitia hali ya maelewano na wapenzi wenu. Utakuwa mwenye wivu sana na mtu. Kuonesha kuwa huna tatizo na mtu. Pesa kuisha kwa haraka. Mizani. Hiki ni kipindi cha kujifunza jambo. Kwa maana nayaona machozi yenye majuto kwako. Nyota ya mapacha. Utatoa uamuzi wa suluhisho au utakao wafurahisha wengi. Utachaguliwa uwe msimamizi wa kitu. Kuzichoka kelele za mtu. Mapacha. Naliona tabasamu la furaha kwa jambo litakalotimia kwako. Subira yako ya uchache inaendelea kukufikisha mahali unapostahili. Baadhi yenu mnapitia changamoto za mahusiano. Wengine kushindwa kukidhi haja muhimu. Utapata kitu utakachokifurahia. Utapata sehemu ya kujisimamia. Kuoneshwa njia ya kusaidika katika uponyaji. Utatoa maelezo mafupi yaliyokuwa na ujumbe mzito. Mapacha. Nguvu yako imefunguka na inakuangazia ulipo. Nyota ya ndoo. Utakuwa katika majadiliano. Utakuwa katika kishawishi kitakachokutia doa. Utampuuza mtu anayekupenda. Baadhi yenu mtakuwa wenye masikilizano mazuri na wapendwa wenu. Utajitahidi kuwa mwadilifu au mtiifu kwa mtu fulani. Maji kukumwagikia ni ishara kusafishiwa njia. Hivyo jambo zuri lolote litakufikia. Kuona aina moja ya mdudu mara kwa mara inaashiria tahadhari na fumbo lililopo mbele yako. Utaukumbuka uwepo wa mtu kwa wema. Mtu anafikiria kuwa mbali na wewe. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.